Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo biidhnillahi lkarim, hebu twende tukajifunze dua hii ya istighfari katika kuondosha dhiki, nuksi pamoja na mikosi na mabalaa na kuweza kuivuta riziki kwa kiwango cha hali ya juu sana, tena kwa haraka sana. Allah katika Qur'ani anatuambia ad'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Hivyo sisi tuna haja, tunapokuwa tunaona mambo yetu yamekuwa magumu, maisha yetu yamekuwa magumu, biashara zetu zimekuwa ngumu, harakati zetu zote zimeharibika, basi tusikae kimya, bali turejee kwa Mola wetu mtukufu na tumuombe kama jinsi alivyosema kwamba ad'uni, niombeni, astajib lakum, na mimi nitakujibuni, ama nitakusaidieni, ama nitakufanyieni kile mnachokitaka. Ndugu zangu, dua hii ya istighfari ni dua muhimu sana, ni dua mujarabu sana, na nataka nikuhakikishie ya kwamba istighfari ni kitu muhimu kwa kila mtu, na ndio maana istighfari inaingia katika dua zote, katika dua zote unazozifanya. Bila ya kuingiza istighfari, salatu ala nabi, dua hiyo haijakuwa na nguvu ya kutosha. Lakini ili dua ipate nguvu mujarabu, nguvu madhubuti, nguvu zenye kujitosheleza, nguvu imara, basi bila ya shaka ni wajibu kuhakikisha kwamba lazima ndani ya dua hiyo ipatikane istighfari. Dua hiyo ndio inakuwa ina nguvu kwa kiwango kikubwa sana. Sasa ndugu zangu, hebu twende tukaone hii istighfari, uwezo wake na nguvu zake na utendaji wake dhidi ya kutubebea matatizo yetu, shida zetu, nuksi zetu, majanga yetu, mabalaa yetu na kila aina ya mabaya yetu, kwenda kuyatupilia mbali na kisha kutuletea riziki na kheri pamoja na baraka. Moja kwa moja kisa chetu kinasema, kana rajulu yashku dhiqa rizqi, kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ana dhiki kubwa sana ya kupata riziki. Maanake riziki yake ilikuwa ni ngumu sana, alikuwa anapata riziki kwa tabu. Dhiki ni kubwa katika upatikanaji wake wa riziki. Kwa kifupi tunaweza kusema hali yake ya maisha ilikuwa ni ngumu, yaani ni sawa na ile mtu akila leo hajui kesho atakula nini. Ndio huyu mtu alikuwa kwa mustakbali kama huu. Basi faqala lahu alim, akaenda kwa mwanawachuoni kumshtakia shida zake, lakini mwanawachuoni akasema kumweleza juu ya shida alizokuwa nazo. Akamwambia, usipate tabu wala usiumie wala usiumize kichwa, jambo hili ni dogo sana. Nini? Lipi hilo? Akamwambia, akthir minal istighfari, fanya wingi wa kufanya istighfari. Istighfari hii kithirisha sana kuifanya istighfari, ili Mungu ayatengeneze mambo yako. Basi huyu bwana hakutaka kubisha, wala hakutaka kuuliza mara mbili, wala hakutaka ushahidi, wala hakutaka mambo mengi. Basi fajaala yaqul,
huyu bwana moja kwa moja akaanza kusema nini anachokisema? Astaghfirullah al-azima wa atubu ilaihi. Baada tu ya kuambiwa fanya istighfari, shida zako zitaishia hapo katika istighfari, dhiki zako na majanga yako yatakwenda kumalizwa na istighfari. Basi hakutaka ubishani, akaanza kufanya istighfari moja kwa moja, akawa anasema astaghfirullah al-azima wa atubu ilaihi. Anarudia tena astaghfirullah al-azima wa atubu ilaihi, astaghfirullah al-azima wa atubu ilaihi. Hii ndiyo ikawa istighfari ambayo aliendelea kuifanya huyu aliyepewa dua hii aweze kuifanya. Lakini dua hii alikuwa akiisoma kwa idadi maalumu, wala hakuwa anajisomea tu, bali alikuwa ana idadi maalum. Anasema nikawa nafanya hii astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azima wa atubu ilayhi 100 marratin ba'da salatil fajri. Nikawa nikisoma istighfari hii au astaghfiru hii mara 100 baada tu ya kumaliza salatul fajiri, yani kile kitendo cha kumaliza kusali sala ya alfajiri. Basi ninakaa pembeni na tasbihi yangu, naanza kuisoma astaghfirullah al-azima wa atubu ilayhi wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azima wa atubu ilayhi. Akawa anaisoma hii astaghfirullah al-azima wa atubu ilayk. Akawa anafanya hivyo, anasema 100 marra baada salatul fajri. Aliifanya dua hii mara 100 baada ya swala ya alfajiri. Lakini kadhalika wa 100 marratin baada salatil maghrib, na vile vile dua hii akaisoma mara 100 tena ya astaghfirullah baada ya swala ya magharibi. Yani kile kitendo tu cha kumaliza kuswali swalatul maghrib, huyu bwana anasoma istighfari mara 100. Kisha hapo ndipo anaendelea na harakati zake, anaendelea na shughuli zake. Basi ulama wanatuambia fama madat ayamun hatta futihat lahu abwabu rizqi. Wanawachuoni wanasema hazikupita siku nyingi mpaka milango ya riziki ya huyu bwana ikafunguka. Milango yake ya riziki ikafunguka kwa mapana na marefu, mambo yakawa safi na salama, kila kitu kikaenda vizuri, mambo yakakaa sawasawa. Maana yake biashara zikawa sawa, kila alichokitarajia kikawa sawa, nuksi zikamuondoka, mikosi ikamuondoka, mabalaa yakamuondoka, na kila aina ya shari na mikosi ikaweza kumkalia mbali. Kwa yote haya ni kusema astaghfirullah al-azima wa atubu ilaik. Basi kwa hali kama hiyo, faqal, huyu bwana mambo yake yalivyokuwa supa, mambo yake yalipofunguka, kila kitu kikakaa vizuri, akaamua kuihakiki istighfari na kuweza kudiriki kusema ama al-istighfaru miftahu rizqi, hakika istighfari ni ufunguo sahihi kabisa wa riziki zetu. Yani yoyote anayetaka kupata riziki kwa haraka, aweze kuifungua riziki yake, aweze kufungua baraka zake, aweze kufungua kheri zake, basi hana budi zaidi ya kusoma istighfari kwa wingi kabisa,
bila ya mashaka yoyote, ama hakika mipango yake na jambo lake litakwenda kuwa safi na salama. Riziki yake itamiminika na mambo yatakuwa safi, mambo yatakuwa super. Sasa hili ni funzo ndugu zangu, hebu naomba tujifunze sana kuitumia istighfari, hususan sisi ambao pengine riziki zetu zimepungua, hali za maisha yetu zimekuwa ngumu, hali zimekuwa tafarani. Basi fanya hii njia, soma astaghfirullah alazima wa atubu ilaik mara 100 baada ya swala ya alfajiri, na kadhalika uisome tena mara 100 baada ya swala ya magharibi. Wallahi mambo yatakuwa super na kila kitu kitakwenda kufunguka na mambo yatakuwa safi na salama. Mwisho kabisa, kwa wale ambao ni wadau wetu wanaweza kutupiga kampani, pengine wadau wetu ambao wanaweza kutushika na kutubeba katika wifi yetu, basi inshallah milango iko wazi, wifi yetu imekwisha, na mpaka sasa bado tunaendelea kuwa na uhitajio wa kupata wifi, aidha kulipia wifi kifurushi cha shilingi 70,000. Inshallah kama kuna mtu ambaye yuko tayari kuweza kulipia kifurushi hichi, basi tunamkaribisha aweze kutufanyia mchakato huo. Na mwisho kabisa, tunaomba tukuwekee tangazo. Tumesema kwamba tunayo mafuta yetu ambayo mafuta haya ni mazuri sana sana sana. Mafuta haya kazi yake ni kurefusha nywele, kuzifanya nywele zako ziwe ndefu haraka sana. Lakini pia kama we ni mpenzi wa ndevu, basi kuzirefusha ndevu ziwe ndefu kwa haraka, ndevu isikatike wala nywele zisikatike. Nywele huwa ndefu, nywele huwa laini, na nywele kuwa katika muonekano mzuri, nywele ziwe zinang'ara vizuri. Basi hii ni kwa kina baba na kwa kina mama, na vile vile ndevu kwa kina baba. Kama unahitaji ndevu kuwa ndefu sana, basi inshallah tutafute uweze kupata mafuta haya. Sadaka yake ni ndogo sana. Chupa ya milis 120 inatolewa kwa sadaka ya shilingi 10,000 tu, na wallahi ni mafuta bora 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 sana, na wengi wameyakubali, na hakuna ambaye ameyatumia mafuta haya halafu akayalalamikia. Mafuta haya yanaitwa Turiyu Royal, ni mafuta mazuri kabisa. Inshallah chukua mafuta haya, testi kwanza, usikurupuke ukaanza nataka chupa 20, nataka chupa 10 na mimi nataka nikazisupply huko. Hapana, tumia kwanza chupa yako 1 ama 2, alafu uone majibu na utambue kwamba tunachokueleza sio kitu cha ubahatishaji, ni kitu sahihi. Na ndio maana tunataka anza kwanza matumizi ya kwako wewe, kama walivyoanza baadhi ya watu, halafu ndipo wakaanza kuyachukua kwa ajili ya ndugu zao, jamaa na marafiki. Inshallah, ninachokuomba usiache kusubscribe, usiache kushare katika chaneli yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.